Mungu wako. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mzee wa kanisa, katibu, kwa kutufundisha vyema kipindi cha asubuhi cha shule ya wanafunzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla tujaingia katika neno la Mungu kwa asubuhi ya leo, tunapenda kuwakaribisha wageni. Kama kuna mgeni ambaye yuko katikati yetu, amekuja kuabudu pamoja nasi kwa mara ya kwanza, tunakukaribisha sana na Mungu akubariki ninaposimama. Tunapenda wageni, kama ni mara ya kwanza kuabudu pamoja nasi, karibu sana. Uweze kulisalimia kanisa na pia kusema jina lako na mahali unapotokea. Bwana aweze kukuokoa siku ya leo. Wakati uliokubalika ndio huu, na saa ya wokovu ndio sasa. Karibu sana. Mungu akubariki. Amina kaka. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Naomba tumpigie makofi matatu, ishara ya kumkaribisha. Tukipiga pamoja. 1, 2, 3. Amina. Hiyo ni ishara kumkaribisha. Mungu akubariki sana na uendelee kuabudu pamoja nasi. Haleluya. Nasi tutaenda katika ujumbe wetu wa asubuhi ya leo moja kwa moja. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Majina yangu naitwa Shadrack Ezekiel Makinga, mkazi wa Mwanza, naomba na mpenda. Niko hapo chini, kutoka hii senta kwa mbele kidogo na ukao umeandika hekima. Niko kwa ajili ya kazi. Tukua wote kwa muda ambao tuko. Amina kaka. Mungu amekuona kubariki sana. Basi tukaribishe nasi na ndio mtumikie Bwana, ukatumikie Bwana anarudi. Karibu sana. Na baada ya ibada ya wageni wa penzi, naomba msiondoke, tuweze kuungana kwa karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tutaingia katika ujumbe wetu wa asubuhi ya leo. Zabibu na matawi yake. Ujumbe wetu wa leo unasema zabibu na matawi yake. Zabibu na matawi yake. Na somo letu tunalipata kwenye Yohana Mtakatifu mlango wa 15 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 8. Mwenye Biblia na wanaoandika, mwenye Biblia fungua tafadhali. Nao unaandika Yohana Mtakatifu mlango wa 15 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 8. Lakini pia unaweza kuchukua muda wako ukasoma mlango wote ili uweze kujifunza zaidi. Lakini tutaisha mstari wa 8 kwa leo. Neno la Mungu linasema, nasoma kwa jina la Yesu. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mkikaa ndani yangu, mtu asipokaa ndani yangu hutupa nje kama tawi na kunyauka. Watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi
Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona neno letu, somo letu asubuhi ya leo linatuongoza juu ya mzabibu, matawi na mkulima. Mzabibu ni Yesu Kristo, mkulima ni Mungu Baba, na matawi ni washirika. Jina la Bwana libarikiwe. Andiko letu linatuangazia hasa katika kipindi chetu hasa cha uhusiano wetu na Bwana. Somo letu la leo na andiko tulilosoma linatuangazia hasa uhusiano wetu na hasa na Bwana, kwamba muamini uhusiano wake na Bwana wake aliyemwamini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapana shaka uhusiano wa muamini na Mkristo ni wa muhimu sana, kwamba Mkristo na Bwana, uhusiano wako wewe Mkristo, uhusiano wako wewe muamini ni uhusiano wa muhimu na ni uhusiano wa lazima. Uweze kuwa Mkristo unayekamilika kwa nguvu zako na kwa bidii yako au kwa dini yako bila Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo maana kwamba sisi pamoja na Kristo ni muhimu na ni lazima. Ni kigezo cha muhimu kwa uzaaji wa matunda na usalama wa muamini. Uhusiano wako mimi na wewe. Uhusiano wako mimi na uhusiano wetu mimi na wewe kwa Bwana wetu unatusaidia sisi kwa salama, na pia unatusaidia kuzaa matunda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaona mfano wa mzabibu au mti wowote ule ambao ni mti wa matunda. Tunaona kabisa kwamba tawi linashikamana na shina ili liweze kuzaa. Hata kama tawi limenawiri namna gani, hebu jaribu kulikata, halitaweza kuzaa. Litageuka na mwisho litakuwa kuni, litachomwa na kutupwa na habari yake itapotea. Lakini tawi ambalo limeshikana na shina nikaendelea kukaa pale na kuvumilia, siku zinapoenda unashangaa linaweza kutoa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu limeshikamana na shina. Kwa kadhalika na sisi shina letu ni Yesu Kristo. Tusiposhikamana na Yesu hatutaweza kumzalia Mungu matunda yanayotakiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajua kabisa kwamba kuna mzabibu mwitu na kuna mzabibu mzuri, si ndio Kwa hiyo maana kwamba unapokuwa ndani ya Kristo utazaa mzabibu mwema, utazaa matunda yanayompendeza Mungu. Lakini usipokaa ndani ya Kristo utazaa mzabibu mwitu ambao haufai. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima tukae ndani ya Kristo ili tuweze kumzalia Mungu matunda. Haleluya kanisa. Hatutaweza kufanya jambo lolote bila Kristo, kwa sababu yeye ndiye uzima wetu. Yeye ndiye chanzo cha imani yetu. Ila yeye tusitakuwa na imani tulionayo. Kwa hiyo lazima baada ya kumwamini, baada ya kuokoka, tuendelee kushikamana naye mpaka mwisho ili maisha yetu yaweze kuwa salama na tuendelee kumzalia Mungu matunda kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo rafiki yangu, usijipokeze kusema kwamba unaweza ukakaa ukamzalia Mungu matunda kwa akili zako na kwa uzoefu wako ambao labda umekaa ndani ya kanisa muda mrefu, alafu ukata kushikamana na Bwana. Utamzalia Mungu matunda yanayotakiwa. Ni lazima tushikamane na Bwana hadi mwisho na tuendelee kumzalia Mungu matunda yanayotakiwa hadi mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Na maisha hukoma kustawi na kuendelea pale yanapokatwa kutoka kwenye chanzo chake. Na maana kwamba kule kustawi, kule kuzaa, kule kuishi maisha mazuri, maisha ya usalama ya kulindwa na nguvu za Mungu huwa yanakoma pale tunapokata kwenye chanzo chake. Utakapokata kwenye chanzo ambacho ni Yesu Kristo, ukajiondoa, ukarudi duniani au ukata wokovu, ina maana ya kwamba maisha yako ya ustawi na kuendelea yanakoma. Na utaweza kumzalia Mungu matunda, matokeo yake utamzalia adui matunda. Kwa sisi ambao tumeokoka kwenye safari ya mbinguni, ambao tumemwamini Yesu
ujumbe wetu katika vipengele viwili tu. Kipengele cha kwanza kinasema Kristo mzabibu wa kweli. Kristo mzabibu wa kweli. Na kipengele cha pili kinasema Wakristo kama matawi yazaayo. Haleluya! Sisi ni matawi tunazaa kwa sababu tumeshikamana na Kristo ambaye ndiye mzabibu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama unataka kujua kwamba wewe umeshikamana na Kristo, chunguza maisha yako. Ya kwamba unazaa matunda ya namna gani? Maisha yako yanaonekanaje? Ni matunda gani ambayo yanaonekana katika maisha yako? Hapo ndipo utakapopata jibu ya kwamba kumbe nimeshikamana na Yesu. Kumbe simeshikamana naye. Kwa sababu katika maisha yangu naona kuna hili na hili na hili ambalo sio mapenzi ya Mungu. Basi ni kutengeneza tu uhusiano wako na kumrudia Kristo na kuendelea kufunza ndani yake ili uweze kumsaidia Mungu matunda yanayopasa kwa jina la Yesu. Kipengele chetu cha kwanza, Kristo mzabibu wa kweli. Katika mstari wa kwanza na wa pili anasema, mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa hiyo Kristo ndiye mzabibu wa kweli. Na ili tuweze kuzaa lazima tukae ndani yake. Tusipozaa ina maana kwamba tutaondolewa katika kushikamana naye. Kwa tuendelee kukaa ndani ya Kristo hadi mwisho, tushikamane naye kwa sababu yeye ndiye mzabibu wa kweli. Na nasema pia kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mzabibu wa kweli. Hebu tusome Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 20. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kwa hiyo tunaweza kabisa kwamba Yesu Kristo ameshakuja na ametupa akili ya kwamba tumjue yeye kwa sababu yeye ndiye kweli. Amina. Yesu Kristo amekuja na ametupa akili tumjue yeye, kwa maana yeye ndiye kweli. Hakuna kweli nyingine yoyote. Kweli iko ndani ya Yesu Kristo pekee. Jina la Bwana libarikiwe. Kama vile mzabibu unazaa pasipo ukubwa wa kuonekana sana, ndivyo kadhalika na Kristo. Sisi tunamwamini Yesu Kristo kwa imani. Amen. Aonekane kwa macho ya damu na damu. Na katika kumwona tunamwona katika utendaji wake. Lakini tunamwabudu sisi katika roho na kweli. Na katika macho ya damu na damu aonekane, lakini anafufua, anaponya, anaokoa, anakomboa, anabariki, anafanya kila kitu ambacho muamini anakihitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Na mzabibu tunaona kabisa kama mzabibu ni mdogo, lakini ndani yake kunaonekana matunda mazuri yanayofaa kwa chakula. Kwa kadhalika na sisi katika Kristo tunapata matunda mazuri ya kufaa Mungu wetu wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Kama vile ambavyo mzabibu una matunda mengi yenye ladha mbalimbali ili kufurahisha moyo wa mwanadamu, kadhalika ndivyo yalivyo matunda ya kifo cha Kristo, kufufuka, kupaa na maombezi mengi yakiwa matamu na yenye kupendeza, safi kamili ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo maana kama vile tunapofurahia sisi tunapokula zabibu, tunapokula matunda yanayofurahisha katika ladha, hata katika
kuipa afya njema. Kwa ndivyo ilivyo na matunda ya kifo cha Yesu Kristo msalabani. Kufa kwake, kuzikwa kwake, kufufuka kwake, kupaa kwake. Na kupaa sio kwamba amepaa tu, hapana. Ameenda kutuandalia makao na anatuombea. Haleluya. Ameleta wakfu kwa ajili yetu na anatuombea. Kwa hiyo maana kwamba basi ndivyo matunda ya Yesu Kristo yanapopendeza, yenye sifa, masafi, makamilifu na yenye kumpendeza Mungu. Kwa hiyo katika na sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo ambaye amekufa, akazikwa na akafufuka, ni lazima tuzae matunda ambayo tunayanyona ndani ya Yesu. Ambayo Yesu angekuwa duniani, yale ambayo tunafanya sisi ndio ambayo Yesu angeyafanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yale ambayo tunafanya sisi, ambayo Kristo angeyafanya kwa duniani, ndio tunapaswa sisi ambao tunamwamini tuyafanye. Kwa sababu gani? Tunanona nguvu kutoka kwake. Uongozi tunaopata kutoka kwake. Mafuta tunayapata kwake. Mbegu tunazipata kwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama vile tunapojua kwamba mbegu ya mzabibu inazaa mzabibu, mbegu ya embe inazaa embe, mahindi kadhalika, maharage hivyo. Na sisi basi, sisi ambao tumeokoka, ni lazima tuzae matunda ya Kristo, kwa sababu sisi tumetokana na Kristo. Sisi ni mbegu ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo lazima sisi waamini tujue kabisa ya kwamba sisi ni watu tofauti sana katika ulimwengu huu, kwa sababu tumezaliwa kutokana na Mungu mwenyewe. Na sio kama tunaishi sisi tena, bali ni Kristo mwenyewe anaishi ndani yetu. Haleluya. Na kama Kristo anaishi ndani yetu, basi ni lazima tumzalie Mungu matunda yakazaa toba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maisha yanayobadilishwa, maisha yanayompendeza Mungu, maisha ya uchaji. Haleluya. Kristo, kama tulivyosema, Kristo ndiye mzabibu. Kristo ndiye mzabibu wa kweli. Kama vile mzabibu utoavyo utomvu, kama tulivyosema, utomvu na virutubisho kwa matawi yake, kama ni makubwa au madogo. Kwa kadhalika na sisi tunanyonya utomvu kutoka kwa Kristo na virutubisho na kutujenga sisi misuli yetu ya imani na kuendelea kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu hadi mwisho. Tunanyonya kutoka kwa Kristo. Haleluya. Kwa vile tunanyonya kutoka kwa Kristo, hatushindwi. Amen. Kwa sababu hatuishi kwa nguvu zetu sisi, hatuongozi sisi tena, bali tunaongozwa na Kristo aliyeko ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanisa la Yesu asifiwe. Kadhalika Kristo ndiye chanzo cha uzima na matunda kwa kila mwamini wa kweli. Kristo ndiye chanzo cha uzima wa milele tunaopata ndani ya Yesu Kristo, na matunda kwa kila mwamini wa kweli. Kila mwamini wa kweli ina maana kwamba amezaliwa kutokana na Mungu. Yeye ni tunda la Kristo. Kwa hiyo ina maana kwamba katika kuishi kwake, matunda anayoyatoa, matunda anayozaa yanatokana na Kristo. Hiyo ndio mwamini wa kweli. Haleluya. Na kama vile virutubisho vya kila tawi na kila sehemu ya mti hupitia katika shina lile lile. Na maana kama unakuta mti ni mkubwa, una matawi mengi, lakini matawi yote unakuta yameshikamana na ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadhalika na sisi ni matawi katika mwili wa Kristo. Na hakuna anayesema kwamba mimi tusema kwamba sisi ni mwili wa Kristo, alafu kiungo kimoja kitoke kiseme kwamba mimi napita njia hii, mimi nafanya hivi. Hapana. Ni lazima tushikamane katika tawi, katika shina, ili tuweze kumzalia Mungu matunda yanayofanana. Haleluya. Kwamba unapoonekana mahali wewe, unapoonekana mahali mimi, mahali popote pale tulipo sisi, tunamzalia Mungu matunda, kwa sababu sisi tumeshikamana na shina ambalo ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio tunaelewana kanisa, kama tunaelewana kutupigania hewani. Asiyeelewa kuosha mkono kama unielewi. Kwa sababu ndio mtu unaweza kuzungumza, lakini kumbe ndio yako haeleweki. Asante sana kama unanielewa kwa ndugu na baba yetu. Kwa hiyo lazima kwa
tushikamane na shina kwa wote kwa pamoja, kwa sababu shina letu ni moja ambalo ni Yesu Kristo. Na katika mti ili tawi aliwezi likazaa matunda ya zabibu, na ili likazaa labda limao, ili likazaa labda embe au papai katika shina moja. Ni kitu ambacho kiwezekana, si ndio jamani? Kwa maana kwamba mti na matawi yake unazaa matunda ya kufanana. Amina. Kwa sisi ni matawi katika mwili wa Kristo, ni lazima tuzae matunda ya kufanana kwa jina la Yesu, kwa sababu tumezaliwa kutokana na mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu ndiye chanzo cha nguvu na neema kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo pekee ndiye chanzo cha nguvu na neema tunayotaka yoyote ile tunaipata kwa Yesu Kristo pekee. Kama mwalimu na kiongozi anawagawia kwa kadiri wanavyohitaji neema na nguvu ya kuzaa matunda ya utakatifu. Yesu Kristo ndiye kiongozi wetu, ndiye mwalimu wetu. Na kwa kadiri mwamini au kwa kadiri mwanafunzi anavyohitaji nguvu kutoka kwake, anavyohitaji neema kutoka kwake kwa ajili ya kumzalia Mungu matunda na kuishi maisha matakatifu, yote hayo Bwana anayatoa kwa kadri unavyohitaji. Yesu mchoyo. Jina la Bwana libarikiwe kabisa. Haleluya. Tusiruhusu mawazo kutakataka jamani. Kwa ina maana ya kwamba kwa kadiri unavyohitaji nguvu ya Mungu, kwa kadiri unavyohitaji neema, kwa kadiri unavyomtamani Kristo, kwa kadiri unavyohitaji, na ndivyo atakavyoachilia neema kubwa na nguvu juu yako kwa jina la Yesu. Yesu mchoyo. Yeye anaachilia kwa kila mhitaji. Haijalishi ni mwamini, haijalishi ni mwongofu, haijalishi ni kijana, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni mtendakazi au ni mwamini wa kawaida tu. Kwa kadiri utakavyohitaji nguvu, ndivyo Bwana atakavyokupa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mfano, natoa mfano kwamba ukifungulia bomba la maji, kwa kadiri utakapofungulia lile bomba, maji yanapomwagika ndivyo chombo chako kinavyojaa. Lakini ukifungua ukafungua kwa muda mfupi na kufunga, ndivyo chombo chako kitakuwa na maji kidogo. Kwa kadhalika na kutaka nguvu ya Mungu, kwa kadiri unavyohitaji nguvu ya Mungu kwa muda wa kumtaka muda mrefu, kwa kukaa katika neno, kwa kusoma neno, kwa kukaa muda mrefu katika maombi na kutafuta uso wake na kumwabudu, ina maana kwamba kwa kadiri ile nguvu unavyokaa mbele zake, na ndivyo unavyojenga misuli ya imani ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Mungu tu sio mchoyo. Kwa kadiri utakavyokuwa muda mrefu, ndivyo atakavyoachilia kufungua ndani yako. Kwa kadiri utakavyokuwa unaendelea kusoma neno la Mungu, ndivyo Mungu atakavyojifunua kwako kwa mapana. Haleluya. Kwa hiyo maana kwamba Mungu wetu sio mchoyo. Usifikiri kwamba anatoka kwa mchungaji au kwa mtume au kwa nabii tu. Hata mwamini wa kawaida, kwa kadiri anapomtafuta Mungu, ndivyo Mungu anavyoachilia nguvu kubwa ndani yake kwa jina la Yesu. Kanisa la Yesu asifiwe. Haleluya. Katika kumtumikia Mungu, kama unahitaji huduma yako nimzalie Bwana matunda, utoke ushuhudie watu waokoke, uje uimbe hapa watu wabarikiwe, umtembelee mtu mshirika labda yote kumtia moyo au kufanya jambo lolote lile katika huduma yako. Kwa kadiri utakapokuwa unamtafuta Mungu na kumwomba na kuomba nguvu na neema, na ndivyo huduma yako itakapozaa matunda kwa wingi. Haleluya. Kwa kama unataka huduma yako imzalie Mungu matunda kwa wingi, hebu endelea kumtafuta Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Niendelee kukaa katika uwepo wa Bwana. Bwana anashauri kwamba waamini wote wazie matunda na kuishi maisha makamilifu na yenye utoshelevu kama matawi katika mzabibu. Mungu Bwana anashangaa anapotuona kwamba tunakuwa wadhaifu, tupo tu, na afurahi. Yeye anataka waamini wote wazie matunda na waishi maisha makamilifu na yenye utoshelevu kama matawi katika mzabibu. Ni kitu kile kinajirudia, ya kwamba ili uweze kuishi maisha matakatifu, maisha makamilifu, maisha ya kuzaa matunda,
na upate utoshelevu, ni lazima ushikamane na mzabibu, kwa sababu sisi ni tawi. Kristo alidhihirisha uhusiano wake usiokoma katikati yake na Baba yake kwa njia ya maisha ya maombi yasiyokoma. Yesu Kristo mwana wa Mungu, kazi yake kubwa aliyokuja duniani ni kuja kutimiza kusudi la Mungu na kumwokoa mwanadamu. Na Yesu hakupoteza lengo lake. Pamoja na mambo yote aliyopitia magumu, hakupoteza lengo lake. Alisimama kwenye lengo lake mpaka akalikamilisha. Mbele na kuwapenda mapenzi ya Mungu, kwa sababu sio kwamba tunaishi kwa nguvu zetu, bali tunazipata nguvu zetu kwa Kristo ambaye alimtii Baba yake, ambaye aliyatenda mapenzi ya Baba yake akakamilisha kazi. Kwa hiyo na sisi neema ya Mungu ipo ya kutusaidia ili tuweze kukamilisha kazi ya Mungu hapa duniani kwa jina la Yesu. Na maana kwamba Yesu Kristo alidumisha uhusiano wake na Baba yake kwa njia ya maombi, maisha ya maombi yasiyokoma. Tunaona tabia ya Yesu ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu, ambaye alikuwa ni Mungu lakini alifanyika mwili ili aweze kumkomboa mwanadamu. Na alinyenyekea, aliona kwamba yuko katika mwili. Na tabia yake ikawa ni tabia ya maombi, maisha yake alikuwa ni ya maombi yasiyokoma. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa anakesha, alikuwa anatoka anaenda mlimani anajitenga, alikuwa ni mtu wa maombi, ni wa maombi, ni wa maombi. Nikisema mtu usishangae, kwa sababu Yesu alivaa mwili kama mimi na wewe. Amina. Ni mwana wa Mungu, ni Mungu, lakini alivaa mwili kama mimi na wewe ili kutudhihirishia ya kwamba pamoja na kwamba tuko katika hii miili na pamoja kwamba sisi ni wanadamu, lakini kupitia Yesu Kristo yeye anabadilisha historia ya maisha yetu. Yeye anabadilisha maisha yetu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba inawezekana kabisa tukaweza kushinda, kwa sababu tunayemwamini na yuko ndani yetu alishinda, na alikuwa na tabia ya maombi. Na basi kwa vile unaamini, unamwamini huyu Yesu, ni lazima na wewe kama muamini ili uweze kushinda na kuyatenda mapenzi ya Mungu, ni lazima utenge muda wako wa maombi. Haleluya. Muda wako wa kutosha wa maombi ili nguvu ya Mungu izidi kumiminika ndani yako. Utii usiokoma na uwakili na uaminifu. Maisha ya kujikana katika huduma kwa ajili ya Mungu na wanadamu. Tunakwamba Yesu Kristo aliishi maisha ya uaminifu. Yesu Kristo aliishi maisha ya kujikana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ili tuweze kujikana, ni lazima tuhakikishe kwamba tuko ndani ya Kristo. Tunapokuwa ndani ya Kristo, yule Roho wake aliyemsaidia kujikana alipokuwa hapa duniani, nataka ndani yetu kutuwezesha. Haleluya. Atakaa ndani yetu kutuwezesha. Tatizo ni kwamba tu usipokuwa makini, tunamwacha Yesu pembeni, alafu tunakuwa watu wa dini. Kuna mtu kasikia, kuna watu ambao nilisikia wakiimba wakisema ya kwamba sisi tunajitoa na tutatumikia dini yetu kwa uaminifu. Akataja dini yake kwa ule wito, akasema hawa tusipokuwa makini tutatumikia dini, tutamwacha Yesu pembeni. Haleluya. Na ni hatari kubwa mno. Mungu atusaidie tukae ndani ya Yesu Kristo ili tuweze kuzaa matunda na tuweze kuishi maisha makamilifu, maisha ya maombi yasiyokoma, kulisoma neno lake na kudumu katika kushinda tunapokuwa ndani ya Kristo. Maisha yake yote yalikuwa ya kumpendeza Mungu na utii. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu hakuwa duniani leo ndio akawa kwa Yesu, ndio akawa kwa Baba yake, au akubadilisha. Yeye katika maisha yake yote alimpendeza Mungu kwa kutii. Na kutia moyo mwana wa Mungu ya kwamba wewe unachotakiwa tu ni kuhakikisha kwamba uko ndani ya Yesu. Amen. Utakapokuwa ndani ya Yesu unashinda, kwa sababu sio unaishi tena, bali ni Kristo anaishi ndani yako. Na ndiye atakayetuwezesha kuishi maisha ya ushindi na kumpendeza Mungu hapa duniani kama yeye mwenyewe alivyoishi. Ikiwa waamini watafuata hatua za Kristo kwa kukaa ndani yake, watapokea kibali cha Mungu na pongezi. Haleluya. Tutakapo
Waamini ni matawi yazaayo katika mzabibu. Tumeona kwamba mzabibu ni Yesu Kristo na sisi ni matawi. Kwa hiyo maana kwamba sisi kupitia Yesu Kristo sisi ni matawi yanayozaa. Haleluya. Nishaona shida nikizaa jamani. Shida ni zaa. Lakini inasababisha matawi yanafanya nini? Matawi yanazaa. Sisi Yesu Kristo alikuwa duniani na kapako na mbinguni. Lakini Roho Mtakatifu yupo ambaye anawakilisha Yesu. Na tunapokaa ndani yake, ndani ya hili ni somo lingine tena la Roho Mtakatifu nataka kutoka nje. Lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo ndiye shina na sisi ni matawi. Kwa hiyo maana kwamba tunapokaa ndani ya Yesu, na maana kwamba sisi basi tunazaa matunda yanayotakiwa, kwa sababu tunaona katika utovu tunaopata kwa Yesu, nguvu tunaopata kwa Yesu, kulitumisha tunapopata kwa Yesu, tabia tunayopata kwa Yesu, nguvu tunazopata kwa Yesu, uongozi tunaopata kwa Yesu. Kwa hiyo maana kwamba tunapokuwa ndani ya Kristo tunafunza vile vitu vizuri ambavyo Mungu anataka wanadamu aweze kuishi navyo hapa duniani. Wale walio na uhusiano wa Kristo lazima waoneshe hivyo kwa maisha yao, kwa kuwa na tabia na mwenendo wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Kwa hiyo maana kwamba wale walio na uhusiano na Kristo lazima waoneshe maisha yao na tabia yao na mwenendo wao na kwamba umetokana na Yesu. Kwa hiyo maana kwamba utakapokuwa mahali popote pale katika maisha yako wewe, Yesu anasomwa. Haleluya. Yesu anasomwa ndani yako. Kwa hiyo unaposema kwamba umeokoka mwana wa Mungu, ni lazima uwe makini sana unilinde, kwa sababu wewe ni nuru, wewe ni chumvi, wewe ni balozi. Sasa unaandika kwamba ni chumvi, wewe ni balozi, wewe ni nuru. Utakapokuwa ndani ya Kristo, ukawa tofauti, na ukasema kwamba umeokoka, wale ambao wameokoka tunawafungia nje, kwa sababu watasema yule kama ndio anasema ameokoka, lakini tabia yake analeta si hivyo. Tunamfanya siokoke kutokana na sisi. Lakini kama tukiwa wazuri, tukanyona nguvu na tabia ya Kristo, na maana kwamba hata walioko nje tutawavuta ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wa mbinguni atusaidie. Kwa hiyo kama vile mtunza bustani anapokata matawi yasiyozaa ya mzabibu au ya hata kahawa, hata mti wa matunda wowote ule, na maana kwamba mtunza bustani anapokata matawi yasiyozaa ya mzabibu, kadhalika ndivyo Baba aondoavyo matawi yasiyozaa. Anasema kwamba lakini tawi lisilozaa uliondoa na kulitupa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uliondoa na kulitupa, unaweza kusema kwamba lakini mimi kwa siri najua maisha yangu kabisa jinsi ninavyoishi. Lakini mbona sijakatwa? Mbona niko kanisani? Mbona ninatumika? Mbona ninamwabudu Mungu? Ndugu yangu nakwambia kuna siku ya kukatwa. Haleluya. Mungu amepata kutubu, utengeneze maisha yako. Usijihesabie haki kuendelea kama unavyotaka, alafu ukasema kwamba niko salama kwa sababu nina uhai, kwa sababu ninaishi. Lakini uko ndani unajua kabisa ya kwamba unaishi maisha namna gani. Kuna siku utakatwa. Haleluya. Kuna siku ambayo mhukumu mwenye haki atasimama na kuhukumu wale wanaotenda mema kwa uzima wa milele, wale wanaokataa mabaya kwa hukumu ya milele. Na Mungu akasema ya kwamba magugu msiamoe, mtakapoyamoa mnaweza mkamoa na ngano, yaote pamoja. Lakini wakati wa kuzaa itakuwa magugu na ngano itazaa, lakini Mungu alitafanya nini? Alitazaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo maana ya kwamba kuna siku ya hukumu ambao utahukumiwa. Usijifurahishe mwanadamu akakuona kwamba unafaa, haita kusaidia chochote. Jifurahishe kwa Bwana wako, ambaye siku ya mwisho atakupongeza, ambaye siku ya mwisho atakuhukumu kwa haki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo maana ya kwamba kama vile mtunza bustani anavyopuni, ndivyo na Mungu wetu anavyopuni maisha yetu. Kile ambacho akitakia roho ambao unazaa, kile ambacho akitakia Mungu anakiondoa. Anawekeza vitu vizuri ndani yetu, kama vile hata mtunza bustani anachukua bustani, anachukua na mbolea,
bustani inazaa vizuri. Kadhalika na sisi pia vile vitu ambavyo vitakiwa Mungu anaviondoa na anaongeza vitu vyake vizuri ndani yetu ili kwamba tuendelee kuwa na afya njema ya kiroho kwa jina la Yesu. Kwa maana hiyo Baba usafisha, utakasa, uweka huru bali na dhambi, uondoa kila kitu ambacho chaweza kuzuia ongezeko la kuzaa. Wewe ambao unazaa, utakapozidi kuendelea kumtumikia Mungu, na utakapozidi kuendelea kujikabidhi mbele za Mungu, na utakapoendelea kumtumikia Mungu, kile kitu chochote kile ambacho kitainuka kwa ajili ya kukuzuia usimzalie Mungu matunda, Mungu ataliondoa na Bwana atakutakasa na kukusafisha na kukuongezea nguvu na kuendelea kuzaa kwa jina la Yesu. Wale ambao ni wenye matunda kwa utukufu wa Mungu wataondolewa kila kikwazo ili waweze kuzaa zaidi. Kuna aina 3 za Wakristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna aina 3 za Wakristo. Matawi yasiyozaa. Wakristo aina ya kwanza, matawi yasiyozaa. Yeye anaridhika anakaa tu, amtumikie Mungu, afanye jambo lolote, aombi, asome neno, yeye anakuja tu hapa kanisani labda, anasema nimeokoka, anamwabudu Mungu, akitoka hapo anaendelea na mambo yake. Hivyo unakuta azai, matawi yasiyozaa. Unakuwa tasa, na Mungu wetu hataki tasa. Mungu anataka watu wanaozaa. Kwa hiyo maana kwamba usiwe katikati ya matawi yasiyozaa, bali mzalie Bwana matunda kwa jina la Yesu. Na maana kwamba hawa ni Wakristo ambao wanakiri imani katika Kristo pasipo matendo yanayoambatana na ukiri wao. Haleluya. Hawa matawi yasiyozaa ni Wakristo ambao wanakiri imani katika Kristo, wanasema nimeokoka, lakini hawana matunda. Na neno la Mungu tambaye imani bila matunda imekufa. Kwa hiyo maana kwamba hawana matunda yanayoambatana na ukiri wao, na kwamba mimi nimeokoka, lakini ukiangalia matunda ndani yake hayana ukiri anaokiri na kwamba nimeokoka. Hayo ni matawi yasiyozaa. Ni kama wanachama wanaofuata utaratibu tu. Haleluya. Ndio wakati wanachama wa kanisa. Mimi ni mwanachama wa kanisa la DICC. Mimi niko ndani ya KG. Anaishia tu hapo. Anafuata tu utaratibu. Tunapokiamba tusimame anaabudu, tukisifu anasifu, tukisema tusome anasoma, lakini akishaondoka hapo hakuna kitu kingine chochote kile ambacho anakifanya. Anakuwa mwanafunzi tu wa kufuata utaratibu, lakini anaongezi kwa kitu kingine. Ana kujitoa hasa kwa Kristo na neno lake. Haya matawi yasiyozaa ni waamini ambao hawajitoi hasa kwa Kristo na neno lake. Neno la Mungu aliko ndani yao, hawalisomi neno, hawafuati neno, hawajui neno. Hao ni matawi yasiyozaa. Kwa vile ni matawi yasiyokuwa na faida, watakatiliwa mbali. Asiwepo mmoja wapo katikati yetu atakayekatiliwa mbali kwa jina la Yesu. Haleluya. Wanahubiriwa lakini hawabadiliki. Unakuja kanisani, unahubiriwa, unafundishwa, lakini unabaki vile vile. Hao ni matawi yasiyozaa. Hao ni wale ambao wanatosheka kubaki katika kiwango kile cha kiroho kwa muda mrefu bila kujali. Na maana kama anabaki tu vile vile, hataki kuongeza, hataki kumtaka Bwana na nguvu zake, na kuendelea kumtafuta na kuendelea kukaa ndani yake. Anataka kubaki tu kwenye viwango vile vile. Mungu anataka kutuinua utukufu kwa jina la Yesu. Kama ni mwimbaji, endelea kutamani nguvu ya Mungu zaidi. Kama ni mwinjilisti, endelea kutamani nguvu ya Mungu zaidi. Kama ni mwalimu, kama ni
wengine kwa muda mrefu. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Ukristo wa leo umegawa na ulegevu na uvuguvugu wenye kutosheka. Na maana Kristo sasa hivi hauna bidii, umegawa na ulegevu. Watu hawana bidii kumtafuta Mungu, bidii ya kuja kanisani, bidii ya kushuhudia, kumpenda Mungu, kuyafanya mapenzi ya Mungu, kumtumikia Mungu. Kumejaa uvuguvugu, na Mungu anasema kwamba wao sio baridi wala wao sio moto, wao ni uvuguvugu, atakutapika. Kwa sababu uvuguvugu ni kama kichefuchefu, Mungu atakutapika. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hebu tuongeze nguvu katika kumpenda Mungu, katika kuja kanisani, kujifunza neno la Mungu, tuongeze bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ninatubu, na wewe pia hebu kubali kutubu, kwamba Mungu atusamehe. Tumekuwa walegevu sana katika eneo la kuja ibadani. Tunapokuja ibadani ni muda mfupi sana. Tuna masaa mengi ya kufanya kazi zetu, tuna siku nyingi za kufanya kazi zetu. Alafu taajabu ni kwamba wala Mungu achukui muda wote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unatakiwa uende saa 10:30, saa 12 unarudi nyumbani kwako, bado unaendelea kufanya mambo yako. Lakini utashangaa nenda masaa mawili tu au saa 1:30 tu na kuja kumwabudu Mungu na kujifunza, bado unaona shida. Wewe ni ulegevu na uvuguvugu. Mungu anaonea huko, atuonee huko, tuwe na kiu ya kumtaka Mungu na kutaka kujifunza kwake kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hebu tutangulize Mungu katika ratiba zetu. Angalia, Mungu wetu hapana kuuliza mwanadamu. Hata ukiangalia kwa fungu la 10, katika 1000 anakupa toa 100. Katika 10,000 anakupa toa 1,000. Katika 1,000,000 anakupa toa 100,000. Nyingine zote ni za kwako. Sasa unaambia hata muda mfupi tu ambao Mungu anatupa kwa ajili ya kuja katika nyumba yake kujifunza, bado tunaona shida. Wao ulegevu na uvuguvugu. Mungu atuonee huko na tushike na hiyo hali kwa jina la Yesu. Bwana anakuja kuchochea kumpenda. Amen. Haleluya. Tusio watu wa kuja kanisani kama watu wa dini. Watu wa dini ndio wanakuja kanisani siku ya Jumapili. Lakini sisi sio watu wa dini. Sisi tumeokoka. Yesu mwenyewe si maisha yake yote yalikuwa ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Lakini sisi wanadamu ambao tunatafuta na kwetu, basi ule muda mfupi ambao Mungu ametupa wa kutenga na kuja kujifunza kwake na kumwabudu, basi tutendee kazi kwa jina la Yesu. Tusikubali kuwa walegevu wala tusikubali kuwa vuguvugu. Tutaingia kwenye kipengele cha matunda, matawi ya zaa. Matawi ya zaa. Hawa ni Wakristo ambao wana uwezo wa kuzaa matunda. Ina maana kwamba hao Wakristo hawa wana uwezo wa kuzaa matunda. Wana uwezo wa kushuhudia, wana uwezo wa kuomba, wana uwezo wa kusoma neno la Mungu, wana uwezo wa kuja kanisani. Kuzaa matunda ni dalili hasa kuwa tuko chini ya msukumo wa Kristo na ya kuwa maisha yake yanazaa matunda. Kwamba Mkristo anayezaa, na maana kwamba ni udhihirisho ya kwamba ndani yake kuna msukumo wa Kristo na maisha yake yanazaa matunda kwa manufaa kwa wengine, jamii na kanisa. Kwamba muumini anayezaa anakuwa na manufaa kwa wengine, kwa washirika wengine, kwa familia, kwa ndugu, kwa kanisa na kwa jamii inayotuzunguka. Ukristo ni pale Mkristo ataishi maisha matakatifu na kuwavuta wengine kwa Kristo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumechoka. Tunaishi maisha matakatifu na kuwavuta wengine kwa Kristo. Huyu Kristo anayezaa huyu anaishi maisha matakatifu na pia anawavuta wengine kwa Kristo. Anawapa wengine habari njema za ufalme wa Mungu. Anashuhudia pale kazini, kwenye biashara, shuleni, kwenye familia, mahali popote pale anazungumza habari za Yesu na anaishi maisha matakatifu. Huyu ni Mkristo anayezaa.
sana, na kupitia huyu Kristo ambaye anazaa, dunia inaletwa msalabani pa Yesu, kupitia maombi yake, kupitia kushuhudia kwake, kupitia kuzaa kwake matunda ya utakatifu, maisha matakatifu, na kwa kuzaa maisha, kwa kuishi maisha yake matakatifu, Mungu anamtumia, na kwa kupitia yeye ulimwengu unavutwa msalabani kwa Kristo. Mathayo yazayo sana kipengele chetu cha mwisho tunapomalizia ujumbe wetu kabisa. Hawa waamini wenye uwezo mkubwa wa ukuaji wa kiroho na uzaji wa matunda kama matokeo ya kusafishwa. Hawa waamini wanaozaa sana, ina maana kwamba ni waamini ambao wana ukuaji mkubwa wa kiroho, wanazaa matunda kwa wingi, na pia ni ishara ya kwamba wamesafishwa ni safi, na Bwana anatumia kama vyombo katika kuzaa matunda mengi, katika kuzaa kwa mapana. Ukuaji wao wa kiroho ni uzaji wa matunda na matokeo ya bidii yao ya kujitoa kwa Kristo na neno lake. Na maana kwamba ukuaji wa huyu Mkristo au muamini anayezaa sana ni kwamba amejitoa kwa Kristo na neno lake. Anabidii katika kujitoa, anabidii katika kukesha. Tukiambiwa kuna mkesha kanisani, aache, anakuja anakesha, anatenga muda wake, anasoma neno la Mungu, aache kuja kanisani kuja kujifunza, anawashuhudia wengine habari za Kristo. Huyo ndiye mwamini ambaye anazaa sana. Japokuwa njia ya kuingia katika ujuzi huu iko wazi kwa kila mwamini au msafiri, ni wachache tu wenye kutamani, ni wachache sana wenye kutamani hii njia ya matawi yazaayo sana. Lakini ujuzi wa matawi yazaayo sana uko wazi kwa kila mwamini na kwa kila msafiri wa kwenda mbinguni, lakini utakuta ni wachache sana ambao wanatia bidii katika kutamani, kuendelea katika kukua, katika kumjua Kristo na kumzalia matunda. Ndio sababu tulisema kwamba katika kizazi tunachoishi na kizazi cha sasa kimejaa ulegevu na uvuguvugu, lakini ni wachache sana ambao wanajitoa katika ujuzi wa kumtafuta Mungu kwa nguvu zake zote na kutamani kukua utukufu hadi utukufu na kubaki katika maisha ya ushindi. Kuungana na hili kundi la washindi ni lazima uwe na shauku kali na kutamani kuwa na ushirika wa kina na Kristo katika neema na nguvu zake, imani, kujitoa kwa moyo na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tukubali kuwa na ushirika wa kina na Kristo na neema ya Mungu na nguvu zake, na imani yetu katika kumwamini na kujitoa kwa moyo na kuwa na nidhamu. Jina la Bwana libarikiwe kabisa. Jamani, usitoke hapa kama ulivyoingia kwa jina la Yesu. Bwana kutana na maisha yetu, kubadilisha kwa watu wanaozaa matunda kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Pindi mwamini anapokuwa amekaza kuwa na matunda ya haki, uinjilisti na matendo mema, lazima kuwepo na